Baba, siku ya leo ni siku ya pili tumetangaza ujumbe wa Kristo tulipokuwa pale jana sokoni. Siku ya leo tumekuja hapa kwenye senda ili kwamba tukaweze kushare pamoja na wale watakaosikia ujumbe huu. Amen. Nataka tuzungumzie neno la Mungu katika kitabu cha Marko, katika Injili ya Marko. Sijatoka hapo bado, Mungu ananinenea juu ya ujumbe mzuri ambao ameniandalia siku ya leo. Amen. Niwape ujumbe wa siku ya leo. Yes. Wale wazee ambao mko pale kwa kamari, inajua ujumbe huu unawafikia. Yes. Wale wenye wako katika senta hapo mbele, Bwana anawajalia neema. Yes. Hata na watu wa bodaboda, Mungu anawajalia neema kabisa. Wale wenye wako na kwa biashara, yes, Bwana anawapenda. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nimesimama leo mahali hapa ili niwatangazia kwamba Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yes. Yeye ni mshindi. Tunajua kwamba tuko msimu wa Pasaka. Msimu wa Pasaka unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba hii ndio wakati Yesu aliingia msalaba. Yes. Na baada ya kuingia msalaba akafa, na baadaye akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Amen. Hayuko kaburini. Come on. Maana yeye ni mzima, amekaa katika kiti cha kiume ya Mungu Baba kule juu mbinguni. Yes. Na Bwana ako pamoja nasi. Amen. Alituambia kwamba hata tuache yatima. Alisema ya kwamba atatembea kote ulimwenguni, wanaomtii wote wanaotangaza habari yake hawatawacha yatima. Ndio maana tunaamini ya kwamba Yesu yuko pamoja nasi. Jioni ya leo Yesu anatutembelea. Amen. Mimi niliokoka mwaka wa 1994 mwezi wa 10 tarehe 24. Hapo ndio siku ambayo nilikutana na Yesu. Sijui wewe ulikutana na Yesu kwa njia gani? Mimi nilikutana na Yesu wakati tulikuwa tunaenda kwa Faraja, boma moja ambayo inaitwa kwa Futi 10. Kule mimi sikuwa mchezaji, mimi nilikuwa referee, na nilikuwa naweza kuguide na kuelekeza mpira vizuri sana, na watu wakafurahia mchezo huo. Amen. Naye Mungu akanitembelea, nikaona vyombo vinapigwa, na wakati huo kitu kaniambia kwamba uende tu, enda sikiza tu kidogo alafu ende mpira. Sikuenda mpira tena, bali siku hiyo na hiyo masaa Bwana alinitembelea, na ninamshukuru Mungu kwa sababu tangu niokoke ninaendelea kuona mabadiliko siku baada ya nyingine. Licha kumekuwa na changamoto katika maisha yangu, lakini sijamwacha Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado natangaza Yesu Kristo kwa Mwokozi ndani ya maisha yangu. Yes. Ndio maana siku leo nasimama hapa Mahabat. Sina haya, ni kwa sababu yeye amenikomboa. Amen. Yeye ameniita ili kwamba nikaweze kutangaza ujumbe wa Kristo. Yes. Kanisa hili la Kibatisti tulifungua mwaka 2008 mwezi wa 5 tarehe 18. Amen. Tangu wakati huo mpaka leo kanisa hilo halijafungwa. Sijakuja kuhubiri dini. Yes. Sijakuja kuhubiri namna vile tulivyofungua makanisa, bali tunaomba ya kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Amen. Tangu wakati huo mapenzi ya Bwana imekaa juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Maybe uko mahali hapa na unahitaji kupeana maisha yako kwa Kristo. Songa mbele ili kwamba nikaweze kuombea. Ama uinue mkono wako. Ama uinue mkono wako mahali uliko. Pengine una changamoto katika maisha. Kuna yote ile, kwanza naanza na wokovu. Kuna mtu ambaye anahitaji kupeana maisha yake kwa Kristo. Zote tumepeana maisha yetu kwa Kristo. Haleluya. Amen.
kodi, unahitaji na school fees, kuna changamoto katika miji, kuna magonjwa, kuna hali ngumu ambayo unapitia, peana maisha yako kwa Yesu. Peana hitaji hilo kwa Yesu. Yeye ni mwaminifu, atatusaidia. Inua tu mkono wako mahali uliko, ninapoenda kukuombea. Kuna watu wanajiandaa ili kupeleka watoto wao shule. Kweli Mungu yuko mahali hapa, atakutendea. Pengine hujakuja hapa, simama tu mahali uliko, ninapojiandaa kukuombea. Kuwa mtulivu. Mungu anajua hitaji lako, Mungu anajua shida yako. Tuamini na tuweze kuomba. Nyinyi mlio karibu, inueni mikono yenu, ishara ya kwamba tumeserenda kwa Bwana. Yeye ni mwaminifu, atatusaidia. Acha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu unaishi daima na milele, nataka nikushukuru kwa ajili ya neno lako hapa Maramaji, hapa Kitalale. Mungu tunasema ni asante, maana watu wako wamesikia ujumbe. Mungu ukawabadilishe, ukawakomboe. Komboa huyo kijana, komboa huyo mzee, komboa huyo mama, atoke katika hali ya ulimwengu. Baba, akurudie, mapenzi yako ya kutawala. Asante Jehova Jireh, tunakushukuru jioni ya leo. Wewe ni mwaminifu. Wote walioinua mikono yao, ninawakabidhi mikononi mwako. Pengine ni changamoto ya school fees, Mungu simama, ukaweze kuwa mtetezi. Fungua njia za fedha. Watu wako Jehova Mungu, warudishe watoto shule. Bwana, watakaporudi shule, kuna mipango na miradi mbalimbali wanahitaji kutekeleza. Mungu simama, ukaweze kuwa mtetezi. Simama, ukaweze kuwa mchungaji. Simama, ukaweze kuwa kimbilio. Simama, ukaweze kuwa taa ya miguu yao. Baba, kuna wengine wanapitia changamoto katika ndoa. Mungu Baba wetu wa mbinguni, uwatetee, uwaunganishe, maana wewe ni Mungu uliyeunganisha. Simama na hiyo ndoa, simama na hiyo nyumba, simama na hiyo mji. Baba, watoto wamesambaratika, wamekosa mwelekeo, hakuna wa kuelekeza. Mungu simama, ukawatetee, ukawainue, itaanza mpya, itaanza mpya katika maisha yao. Asante. Biashara ya huyo mama, biashara ya huyo mzee, ninaiombea jioni leo. Baba Mungu, ukaweza kubadilisha, leta mwanzo mpya, leta wateja wazuri, leta fedha, ongezeke mfukoni katika jina la Yesu Kristo. Tunaiombea sende ya Kitalale, kila miinuko, kila udhaifu, madhabahu ya uganga, madhabahu ya kiuchawi, madhabahu ya bangi, madhabahu ya ulevi, elekeza kuzimu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hoja zote katika jina la Yesu Kristo. Baba, simama, simama Yesu, kwa mtetezi. Ye Bwana, linda sende yetu, linda mama yetu, maraba, linda Yehova, linda Kitalale, linda mama yetu, watu wako, onekana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante, asante. Wewe ni mwaminifu, wewe ndiye Bwana. Kila madhabahu ya giza iliyopandwa Kitalale, tunaikemea, tunaiharibu, tunaichafua, tunaivunja, tunaing'oa zote katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji watu wabarikiwe. Yes Bwana. Tunahitaji watu wainuliwe. Yes Bwana. Tunahitaji watu wainuliwe. Yes Bwana. Asante. Asante. Uinuliwe. Uinuliwe Bwana. Barikiwe. Barikiwe. Zetu tumezileta kwako. Yes Father. Tatulie. Tatua Yesu. Ulipoingia msalaba, Bwana Yesu aliisha. Yes. Ulipoingia msalaba, ulitendea mema. Shinda mauti. Katika jina la Yesu. Umeketi katika ufalme. Wewe ndiwe Bwana. Ili kuhukumu. Yes. Mataifa 12. Eli Jehova. Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru Yesu. Asante. Barikiwe na upepo. Ye Bwana. Jioni ya leo tunakushukuru. Tunakushukuru Yesu. Asante. Asante kwa yule aliyekupokea. Ye Bwana. Asante kwa yule aliyeleta hitaji. Kweli Jehova. Mungu unaenda kumsaidia. Wewe saidia Yesu. Kwanza mwanzo mpya. Kweli Jehova. Tunakushukuru. Asante. Tunaweza kuomba Bwana. Omba kwa mtakatifu atuombee. Yesu Kristo. Naomba na kushukuru.